Habari za mchana ndugu zangu. Mbele yenu naitwa William Nicholas Limo almaarufu kama Billnass. Ni msanii wa kizazi kipya, rap, bongo flavor na genre nyingi za muziki nafanya, lakini pia ni mfanyabiashara na mjasiriamali. Najihusisha na bidhaa za electronic, ikiwemo electronics na biashara mbalimbali. Mbele yenu niko hapa ku present jambo letu ambalo linaitwa chuo kwa chuo. Chuo kwa chuo ni tour ambayo itakwenda kwenye vyuo mbalimbali nchini Tanzania katika lengo la kutoa elimu, burudani, kuhamasisha, lakini kuwakutanisha wanavyuo pamoja, kwa sababu haitokuwa tu kwenye sehemu moja ya kuburudisha labda muziki tu, lakini kutakuwa na bonanza la michezo, kutakuwa na vitu mbalimbali, lakini pamoja na mdahalo ambao utawaruhusu wanavyuo kutoa maoni yao, kutoa michango yao na kuonesha namna gani wanaweza kuwa na mawazo mazuri bora ya kujenga. Kama ambavyo tunajua ngazi ya elimu ya juu inajumuisha vijana wengi wa kiume wa kike ambao baadaye ndo wanaenda kujiajiri ama kuajiriwa, lakini ni sehemu kubwa ya watu ambao tunategemea katika taifa, katika maamuzi ya kesho na kesho kutwa ya taifa letu, kwa sababu kuna viongozi wanatokea vyuoni, kuna wanasiasa wengi wanatokea vyuoni, kuna wanaburudani, wanamuziki, kuna wafanya biashara wakubwa na watu wengi, kwa sababu kila vyuo viko na faculties mbalimbali, vinafundisha courses mbalimbali. Kwa hiyo watendaji wengi, taaluma nyingi zinatoka katika vyuo mbalimbali. Kwa hiyo hawa ni watu muhimu sana, na mimi kwa bahati nzuri nimepitia chuo cha elimu ya biashara Dar es Salaam CBE, lakini bahati nzuri tena zaidi nilianzia chuo ngazi ya cheti. Kwa hiyo nimesoma cheti, nimesoma stashahada na shahada. Kwa hiyo najua mazingira ya chuo kiundani, kwa sababu nimesoma karibu ngazi muhimu za awali zile za chuo nimezipitia. Lakini pia wakati nasoma CBE tumia muda mwingi kushinda chuo cha jirani yetu ambacho ni DIT. Kwa hiyo najua pia mazingira ya chuo kama cha DIT, lakini pia kuna wakati hostel zetu zilikuwa ziko uhasibu. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia maeneo ya TIA kujisomea kwenye vimbweta vyao na vitu vingine. Kwa hiyo nimekuwa najua mazingira mengi ya vyuo mbalimbali Dar es Salaam, lakini pia nimefanya shows mbalimbali na wanafunzi na wamekuwa wakinisupport sana. Nimeanza sanaa yangu nikiwa chuoni. Wimbo wangu wa kwanza ni rekodi nikiwa pale CBE, lakini producer alikuwa anasoma IFM. Kwa ushirikiano wetu si kati ya CBE na IFM ulisababisha mimi kurekodi wimbo wangu wa kwanza chini ya producer ambaye alikuwa rafiki yangu Jimmy Jize. Kwa hiyo watu wa chuo ni watu ambao mimi namuingiliana nao moja kwa moja kutokana na kitu anachopitia, mimi nimepitia. Lakini najua chuo kuna watu wengi wenye mawazo mazuri, kuna watu wengi wenye akili kubwa za kujenga. Kwa hiyo tumefikiria tuje na chuo kwa chuo, kwanza kuwapa burudani wasomi wetu, lakini la pili ni kuungana nao ama kuwa nao pamoja kutengeneza mawazo bora zaidi ambayo yanaweza kuleta tija kwenye taifa letu. Lakini pia lengo letu kubwa zaidi ni kuangalia namna gani tunaweza kuona fursa mbalimbali ambazo ziko kwenye jamii, kushirikiana na wanachuo hawa kuenda kuzifanyia kazi zile fursa, kuboresha baadhi ya vitu, kutoa mawazo na masuluhisho chanya kwenye jamii katika nyanja mbalimbali. Kwa hiyo chuo kwa chuo inaanza rasmi Mungu akijali tarehe 25 ambao ni Ijumaa hii, na kwa bahati nzuri tunaanza na chuo cha uhasibu Dar es Salaam TIA. Kwa hivyo TIA wamebahatika kuwa chuo ambacho tunaanza nacho, lakini tutaenda vyuo mbalimbali kadri tutakavyobarikiwa. Lengo letu tunatamani kwenda karibu kila chuo, lakini kwa bahati mbaya vyuo viko vingi sana. Na kuna vyuo vingi ambavyo burudani huwa zinawafikia, na kuna vingine kwa bahati mbaya ni mara chache huwa burudani zinaenda maeneo hayo. Kwa hiyo
kwa sababu tunaanza na ndio mwaka wa kwanza chuo kwa chuo tunaifanya, lakini itakuwa ni endelevu. Tutaangalia vyuo gani tunaweza kuvifikia, tutajitahidi kuvifikia vyuo vingi kadri tunavyoweza, na tutaangalia vile vyuo vingine ambavyo viko karibu tunaweza tukaviunganisha pamoja na kulifanya ile jambo kwa pamoja, lakini tunatamani tufikie vyuo vyote vikuu, tufikie taasisi za kielimu, tufikie vyuo vya ufundi stadi na mbalimbali, ikiwezekana hata vyuo vidogo vidogo, college, university, institute na vitu vyote ambavyo vinahusisha elimu ya juu. Kwa hivyo chuo kwa chuo iko kwa ajili ya wanafunzi na wadau wa ngazi ya elimu ya juu. Kwa hiyo tunaomba sana support yenu nyinyi kama wanahabari kufikisha taarifa hii kwa wanavyuo mbalimbali, lakini tushirikiane pamoja kuona namna gani tunaweza kushirikiana na wasomi hawa kwenda kuleta suluhu katika jamii yetu. Unajua kama ambavyo nyinyi mmeweza kufikiria, mtu mwingine labda hapa ametoka chuoni akafikiria kuanzisha online media yake. Pia kuna watu wengi vyuoni ambao wanasoma vyuo vya habari. Tusiache watu wote wakafikiri katika kwenda kuajiriwa tu. Tunatamani kuona tunakuwa na watu wengi ambao wanaweza kwenda kutoa masuluhisho ambayo yatakuwa na tija kwa jamii, yatatoa ajira kwa watu wengine, yatazalisha kipato kwao na kwa taifa. Hilo ndio lengo kubwa la chuo kwa chuo, na hiyo ndio brief ndogo ya kuhusiana na chuo kwa chuo 2025. Nakaribisha kama kuna mtu ana swali. Tunaendelea. Kwa sasa ambao tumemtangaza tayari ni Wozu, Kusa, Chino, lakini kwa bahati nzuri pia tunaye Meja Kunta, tunaye DJ Omicrazy, kuna Shifter kama Hyper, alafu artists wengine tutaendelea kuwatangaza, yani kutoka leo baadaye watu wa karibu na page yangu kuna artists wengi, lakini pia siku yenyewe tukio tutakuwa na surprises artists wa kutosha. Tunashukuru Mungu, wasanii wengi wamejitolea ama wamependa kulisupport hili wazo. Kwa hiyo tutajitahidi kuona tunashirikiana na wasanii wapi kwenye maeneo gani. Kwa sababu TIA tunaanza, tutakuwa na list ya wasanii wengi sana, lakini pia hivyo vingine tunavyoenda tutakuwa na list ya wasanii wengi sana wazuri. Kwa hiyo kadri tunavyozidi kwenda, kutokana na support ya chuo husika kama TIA ambao wametuahidi vibe ya kutosha, na wamekuwa tukishirikiana nao na tunaamini katika wao. So tunatamani pia kuona vyuo vingine, kwa sababu tulisema sisi tunafuatisha wao wanachotaka wanafunzi, watupe mapendekezo ya wasanii wanaotaka vyuo gani wanatamani kwenda. Kwa hiyo kama wewe unasoma chuo fulani na unatamani burudani ikufikie, au chuo kwa chuo je chuoni kwako, kaa karibu na page yangu, hakikisha unapigia kura ama una comment kuhusu chuo chako, na sisi tuko kwa ajili yenu. Yeah. Okay, sawa. Binafsi tutegemea labda pengine mke wako nani ukikombele wakati unaanza kutiza push issue ya chuo kwa chuo. Lakini hajaona kabisa ukimgusia nani. Hii ndio ile ambayo pia labda tutegemea surprise. Chuo kwa chuo ipo kwa ajili ya kutoa burudani, kuelimisha, na tunataka tukutane katikati na matakwa ya mashabiki zetu ama hawa wateja wetu wanafunzi. Kwa hivyo Nandi kama mke wangu amekuwa akinisupport na ananisupport mara zote katika vitu vingi sana. Kwa hivyo tutaangalia namna gani ushiriki wake katika hili jambo, lakini kikubwa ni kuona pia nguvu ya wanachuo katika ushiriki wa hili jambo. Kama unavyojua pia ni biashara, wasanii wana support, lakini lazima kuna uwekezaji unafanyika kuhakikisha wasanii wote hawa wanakuwepo. Kwa hiyo tunatamani kuwepo na Nandi, kuwepo na wasanii wengine wengi ambao nashirikiana nao, marafiki zangu, lakini itatokana pia na wanachuo wenyewe na support yao na ari na nguvu atakayoonyesha. Lakini surprise ipo, sitaki kusema kama atakuwepo hatakuwepo na nani mwingine, lakini kuna surprise nyingi za kutosha na nzuri, na mara zote Nandi amekuwa akinisupport sana. Kwa hiyo ananisupport kama mume wake, ananisupport kama mwanafamilia, na tunasupportiana sana. Yeah. Kidogo nitakuongezea kwenye swali la Roger. Yes. Speaking of Nandi, lakini pia mimi nitakuja kwenye engo ya wasanii wa kike. Ndio. Nimeona list ya watu ambao umetaja wanaume sana. Ndio. Wasanii wa kike ni
Ipo list ya wasanii wa kike. Kwa bahati mbaya tumekuwa na uhaba wa wasanii wa kike, lakini wapo wasanii ambao tumejaribu kwa contact wa kike, kwa sababu ili jambo ni kwa ajili ya jinsia zote, na kama unavyofahamu vyuoni kuna mabinti wengi na wao wana wasanii wao na washabikia wa kiume na wa kike wenzao. Kwa hiyo tunayo list ya wasanii wa kike na tutai announce. Na kutokana na vitu ambavyo vinaendelea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, inaonekana wanachuo wenyewe kama elimu wanaoifanya haiwasaidii chochote katika maadili. Ndio. Tutarajia chuo kwa chuo Meinga itakuwa na workshop. Kiachana na michezo, si burudani. Ndio kuna workshop yoyote labda kunasaidia wanafunzi kisaikolojia kujenga na kuambia kwamba yo we need to live as nchi na familia tunapokuwa. Kwa kujazia hapo, what's your comment kuhusiana na hiyo situation iliyotokea ya hawa watoto wa kike ambao wanaendelea kwenye mitandao? As kama msanii, lakini pia same time umetokea huko vyuo. Linapotokea jambo baya kama hivyo, watu wana conclude, wanasema wanafunzi wetu ndo hawa, lakini mimi siamini katika upande huo. Hiyo ni sehemu ndogo sana ya wanafunzi. Jambo la watu wawili au watatu waliwezi kutoa image ya vyuo vyote vilivyokuwepo Tanzania. Tuna wanafunzi wengi sana. Kuna vyuo unakuta chuo kimoja kina wanafunzi mpaka 19,000, 20,000, vyuo vina wanafunzi 8,000, 5,000. Kwa hiyo katika jamii ya watu wengi kama hawa, lazima changamoto 2-3 zinatokea. Kwa bahati mbaya mambo haya yakienda mtandaoni na linapokuwa baya ndio linabeba image ya watoto. Lakini tuna wanafunzi wengi mahiri, tuna viongozi wengi wakubwa serikalini na watu wengi katika sekta ya maamuzi wametoka katika vyuo hivi. Kwa hiyo bado naamini wasomi wetu na watu ambao wako vyuoni ni watu wenye weledi na vipawa mbalimbali ambavyo wamebarikiwa. Na nina imani na wanafunzi wengi wa kike na wa kiume katika utendaji na baadaye kwenye sekta ya maamuzi. Kwa hivyo linapotokea jambo kama hili linaweza kuwa ni jambo binafsi, lakini kwa sababu ni watu ambao wanatokea chuoni inatengeneza image ya namna hiyo. La kwanza, sisi pia kama chuo kwa chuo tutahakikisha tunavokutana na wanafunzi wetu tunapata muda wa kujenga. Ndio maana tumesema kutakuwa na mdahalo ambao utakuwa unabeba agenda mbalimbali katika kushauriana, sio kubishana, lakini kutengeneza hoja ambazo hazikinzani, ila ni hoja ambazo zina mashiko na zina mifano hai na bora kwa wenzetu ambao wako vyuoni, kupitia sisi ambao tulishatoka vyuoni na watu mbalimbali ambao wanatazamwa na wanavyuo kama watu wa mifano. Kwa hiyo tutakuwa na watu wengi ambao wana uwezo mzuri wa kujenga hoja na watu wa mifano, wanatazamwa na watu wengi ambao wako vyuoni, kuona namna gani tunashirikiana kwa kupeana mawazo, kujenga saikolojia za wanavyuo, kuona wanapotoka ama wanapokuwa vyuoni wanakuwa mfano bora na mzuri wa kuigwa. Kwa hiyo hiyo nadhani ndio comment yangu kubwa kuhusiana na jambo hilo. Meinga, umekuwa unatoa support kwa baadhi ya wasanii wenzako. Ndio. Mfano sisi tumekuwa na Nigeria, Yes. rafiki yako Juksi, lakini pia kwenye baadhi ya shows za Diamond Platnumz. Ndio. Nafahamu pia Diamond ni mshikaji wako. Ndio. Kwenye chuo kwa chuo, labda pengine unapata support kwa hao washikaji na so far labda tutegemee tutaona kwenye tour ya chuo kwa chuo. Nimekuwa nikisupport vitu vya wasanii wenzangu mbalimbali na wao wamekuwa wakisupport vitu vyangu. Kwa bahati nzuri watu wengi ambao nimekuwa nikiwashirikisha kwenye vitu vyangu na wao wanajitoa. Kwa hiyo tarajia kuona watu wengi ambao wanashirikiana nao kwenye vitu wanashiriki katika hili jambo kwa namna moja ama nyingine. Yaani ushiriki wa rafiki zangu hawa, ushiriki wa ndugu zangu hawa utakuwepo kwa ukubwa sana. Mimi nadhani kuna swali moja muulizo kuhusu Nandi, lakini mimi natamani nijibu kwa upana kwa sababu tulikuona kwenye Nandi Festival. Yes. Kama mmoja wa operator. Ndio. Unajua kabisa. Ndio. Na sijajua familia na kazi, lakini niwish kumuona labda na yeye mama kwenye operate kwenye chuo kwa chuo na nini. Unagawanaje majukumu kwenye stage hizo? Yaani unapokuwa baba at the same time support wa mama kwenye shughuli zake. Na yeye anapokuwa mama na support wa baba kwenye mchongo wake kama huo. Kujigawa, unajua unapokuwa baba, moja kati ya majukumu yangu ni kuhakikisha vitu vyote vinakwenda sawa. Kwa hiyo kwenye jambo linalomhusu mke wangu, nitahakikisha
anafikia ile ndoto ambayo yeye anaitamani na linafanikiwa kwa ukubwa ule ambao yeye anauona, na mimi ndio napaswa kuwa mtu wa kwanza kumsupport na kumuonesha njia ile bora, kuwekeza nguvu, akili, muda wangu katika jambo lake, sababu ni jambo lake, ni jambo letu la kifamilia. Na hata kwenye jambo langu mimi huwa hiyo nafasi hiyo ipo. Kikubwa ambacho napenda ni linapokuwa jambo la mke, mimi naweza kuweka nguvu yangu kubwa kuona yeye anawezaje kuprosper au kufanikiwa katika hilo jambo. Lakini inapokuwa jambo langu mimi kama baba pia, natamani nimpunguzie majukumu, asiwe yani ana wajibu tena wa kutumia nguvu katika jambo langu, kwa sababu mimi kama baba naamini ni hii chuo kwa chuo mimi na timu yangu tunaweza kuifikisha pale ambapo natamani kuifikisha. Na moja kati ya vitu ambavyo siku zote natamani ni kumpunguzia majukumu mke wangu, au kumpunguzia stress. She's a African princess, kwa hiyo anatakiwa kuwa princess, yani hata kama atashiriki kwenye chuo kwa chuo, basi ashiriki katika namna ambayo yeye hataki kupata frustrations zote, kuanza kuwaza hii show inafanyikaje na nini katika level ya utendaji na nini. Naamini hiyo mimi pamoja na timu yangu tunaiweza, na inapokuwa kwenye vitu vyake pia nashiriki, kwa sababu natamani kuhakikisha yeye anapungukiwa na majukumu hata katika jambo lake. Kwa hiyo siwezi kushiriki kwenye jambo lake kumpunguzia majukumu alafu nikachukua tena yeye aje nika reciprocate, yani nikataka kwangu mimi tena aje afanye kama ambavyo anafanya, kwa simsaidii. Lengo la kumsaidia kwenye vitu vyake ni kumpunguzia majukumu. Sasa nikiwa tena namleta kwangu nampa jukumu, inakuwa tunabadilishana majukumu, kwamba yeye anashiriki kwangu kwa 50% ili mimi nishiriki kwa 50%. Sivyo hivyo. Mimi nataka nishiriki kwake kwa 100%, yeye akishiriki kwangu hata kwa 5%. Ni kubwa sana kwa binti na kwa mwanamke kama yeye ambaye tuna mtoto, tuna vitu vingi ambavyo vinahitaji sana uwepo wake. Ndio. Yes. Nyinyi mlionekana mmemsupport Jux kwenye event kabisa, shughuli zake. Na hadi wengine wakahoja wakasema na yeye ajitokeze hivi kwenye shughuli za watu. Ndio. Nasi ana mind akiona kuna wasanii na support sometimes hata bila kulipisha. Ila yeye anamchunguaga kama wale, lakini umchukulia kimya, kuna kupost, kuna kushiriki, kuna kufanya chochote. Unataka it personal. Hapana. Mimi ukiona nimetokea kwenye jambo la mtu au nimefanya kwenye kitu chochote cha mtu au msaada wote nimemsaidia mtu, nafanya kile ambacho naona nafsi yangu inaweza. Sifanyi kwa kuweka deni kwamba lazima wewe uje ufanye kwangu. Nikija kwenye msiba wako, nikija kwenye sherehe yako, nimekuja kwa sababu hiyo nafasi nimekuwa nao na huo muda nimekuwa nao kama mwanadamu, na mimi hiyo ndo namna yangu ya kuishi. Kwa hiyo sitokudai kwamba eti nilikuja kwenye ulifiwa nikaja na mimi nakaa msibani nikague nani alikuja au nani hakuja, au ulikuja kwenye harusi yangu au nilikuchangia kwenye harusi yako basi lazima unichangie. Mimi siweki madeni ya namna hiyo. Nafanya kile ambacho naona kwa wakati huu naweza kukifanya na naweza kutoa support. Kama wewe utaona nililofanya ni kubwa au linatija kwako, unaweza kushiriki kwenye mambo yangu. Na ni vizuri kushirikiana. Ushirikiano, umoja unatengeneza nguvu kubwa sana. Kwa hivyo ni vizuri kushirikiana, na mimi pia kushiriki katika vitu vya watu ni kuhamasisha watu waweze kushirikiana. Kwa huto mind that siwezi kumind, kwa sababu sifanyi kitu ili nimwekee mtu deni. Nafanya kitu kwa moyo wangu na kwa namna ambayo naona naweza kufanya. Umetoka Nigeria na ile harusi imetake over, dunia imeona. Yes. Na kitu na watu wakasema ile imefunika sana. Wakati harusi inafanyika nakumbuka I was there, ilikuwa kubwa. Ndio. Kila mtu alisema hii ni noma sana. Ndio. Wako watu wanakompea. Ndio. Na sijajua wewe kwa experience yako wakikompea mnisumbua kwenye akili zenu wasanii, labda kuona kwamba sisi tulifanya nini ilikuwa kubwa hivi. Kama wewe kwa maoni yako kwa ulichokiona na watu wanachokidiscuss, unaweza ukakisemea nini? Mimi nilioa nilipoona muda wangu umefika kuoa na nimetimiza umri wa kuoa. Hazikuwa mbio za mashindano kwamba nataka kuoa kumzidi nani au kufanya harusi ya kumzidi nani. Nilifika wakati ambao naona sasa niungane na mwenzangu kutengeneza familia. Haikuwa kasi ya mbio ya kushindana ukubwa wa sherehe ama namna gani kitu kinaweza kufanyika.
Kwa hivyo mimi sikuwahi kucompare harusi yangu na harusi ya mtu mwingine yote, wala sikuwahi kuchukua mfano kwamba harusi yangu iwe bora. Ilifikia wakati ambao nimeona ni wakati sahihi wa mimi kama kijana kuingia kwenye ndoa kwa lengo la kujenga familia. Na nashukuru Mungu, moja kati ya vitu ambavyo vilifanya harusi yangu iwe kubwa ni support ambayo watu waliitoa. Haikuwa kubwa kwa mimi kuamua au kwa mipango yangu kwamba sasa nataka nifanye harusi iwe kubwa sana, bali watu wengi waliipokea kwa moyo na walijitokeza na walinisupport sana, na nawashukuru mpaka leo. Kwa hivyo hata mimi wakati Jux anaandaa jambo lake nimeshiriki kwa kiasi kubwa sana toka mwanzo, kwa sababu nakumbuka hatua za awali wakati ameanza mahusiano na mkewe wa sasa. Mimi ni moja kati ya watu wa mwanzoni kabisa, tulikuwa tunazungumza, yuko kule kwenye NBA tunaongea video calls na nini, na nadhani ilikuwa sijui ni wimbo wa Mabosi umetoka kitu kama hiko, dada alijipost clip, Jux akanitumia nikapost na hivyo. Kwa hiyo toka mwanzo tumeshirikiana katika kuona jambo lake linawezaje kuwa kubwa na zuri. Kwa hiyo linavyozidi kuwa kubwa, mimi ni moja kati ya watu ambao nafurahi kuona nilishiriki kumwambia hili ni jambo jema, unaenda kuingia kwenye ndoa inakuja na baraka. Na hata jana nilikuwa na chat naye, nyimbo zake 3 ziko kwenye charts kubwa za Nigeria. Nikamwambia unaona namna gani ambavyo ndoa imekuja na baraka, na yeye mwenyewe anakiri hilo. Kwa hiyo kwangu mimi ni furaha kuona namna gani Jux ameweza kutuwakilisha kwanza sisi kama Watanzania, ametuwakilisha sisi kama wasanii, lakini ameonyesha mfano bora na yuko na furaha kama kijana mwenzangu akiwa na furaha kama vile nafurahi. Ni vizuri kuwa na vijana wengi ambao wana furaha, wanafanya vitu positive. Kama ambavyo unajua sasa hivi kuna challenges nyingi za watu kupata misongo ya mawazo, afya ya akili na vitu vingine. Kwa hiyo tunapopata watu ambao wanafanya mambo makubwa mazuri, yanapendwa, tuna haja ya kupongezana. Na kiukweli Jux anafanya jambo kubwa sana 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 sana. Yeah. Kwa kifupi umemvuia kofia kwenye. Nimependa namna ambavyo ameifanya harusi yake. Ni moja kati ya harusi kubwa kwa kutokea Afrika. Kwa hiyo nampongeza, amefanya jambo kubwa na limepokelewa. Unajua mara nyingi naambiaga hata rafiki zangu wengine, unapotaka kufanya jambo kama la harusi au nini, utoka unapoanza usiwaze kwamba nataka kufanya harusi kubwa sana ya kufunika watu au kufanya. Waza katika ule upendo na nguvu uliokuwa nayo. Jambo la Jux limekuwa kubwa kwa sababu ya support pia alopata kwa watu, kwa sababu ya namna ambavyo Mwenyezi Mungu mwenyewe ameamua kulibariki kutokana na upendo wa baina yao wale watu wawili, na pia namna ambavyo Jux anaishi na watu wanaomzunguka. Watu wamejitolea, wamemsupport. Hivyo ndio vinavyopaswa kuwa. Lakini angesema labda toka awali kwamba nataka nifanye jambo kubwa, labda ajitenge na watu, afanye kama kwa level ya mashindano, labda watu wengine wangeona kuna haja ya kushiriki katika udogo au kutoshiriki. Lakini watu wamelifanya jambo kwa nguvu na kwa upendo kwa sababu ya aina ya mtu mwenyewe ambaye anafanya. Hivyo ndivyo vitu vinatakiwa kufanyika. Watu wakawa wanakuja, unaona lenga kwenye watu wako wanatupa mizigo sana. Mbona lenga hujaniona kwenye kutuza. Chaga mwingi ama vipi? Kiukweli nilichange hela zangu kwa ajili ya kutunza, nilikuwa na hela za kutunza. Lakini kiukweli kulikuwa kati ya vita ya nafsi nafsi na tukio. Kwa hiyo nafsi ilishindwa, nikagundua nina mahitaji mengi sana nikiwa Dar es Salaam nahitaji kuyafanyia kazi. Basi kwa bahati nzuri nilifanikiwa kuokoa baadhi ya kiasi kichache ambacho nilifanikiwa kukitoa kilitosha. Lakini kama kiasi gani jumla mtoto na uko umejiandaa bana, mimi nikifika pale siwezi kusema, lakini nilichange kiasi kingi sana ambacho baada ya kurudi kimeweza kufanya vitu vingi. Na kwa hiyo nashukuru Mungu, na vitu vingi nilifanya duty free huko. Kwa hiyo lakini nilitoa, sio kama sikutoa kabisa, nilitoa. Na nyingine niliwapa pia kwa sababu niliwahi kuondoka huko mbili, niliwapa shule zangu wengine waendelee nazo. Kwa hiyo zipo ambazo nilitoa na nikawapa na watu wengine watoe, lakini nilichobakisha ni kingi kuliko ambacho nilikitoa. Muziki wa Billnass Nigeria kwa muda mchache ambao umekaa kule kwenye harusi ya Jux, ukoje? Na labda pengine kwa wasanii ambao pia wameenda kwenye harusi ya Jux, ukitoa Diamond Platnumz wewe na mke wako, na labda kuna namna ambavyo mmepata labda exposure za connection na baadhi ya mastaa ambao
wako Nigeria kwa maana kwamba collaboration na nini? Kwanza wasanii ambao tumeenda kwenye harusi sidhani kama ni mimi tu na mke wangu. I think alikuwepo Jinako pia. Na nadhani Ommy Dimpoz pia alikuwepo. Kwa wasanii walikuwepo. Na mimi Nigeria sio mara ya kwanza kwenda. Kwa hiyo kuhusiana na muziki wangu Nigeria kiukweli ni bado kabisa, siwezi kukudanganya. Natakiwa nifanye kazi kubwa sana, bado sana. Kwa hiyo lakini wapo wanamuziki ambao wamefanikiwa, ngoma zao zimefanya vizuri Nigeria. Zipo ngoma kubwa, mfano wimbo wa Jaiva, Mtoto Kautaka ni wimbo mkubwa Nigeria. Nyimbo za Jux, nyimbo za Diamond nyingi sana ni kubwa. Bado pia kuna sehemu nilipita nikasikia nyimbo ya Vanessa Mdee, unaona. Nandi na Joe Boy. Nimesikia nyimbo, yani sio kama nyimbo azili Harmonize, nimesikia wimbo wake. Kwa hiyo tunayo nafasi. Wapo wasanii ambao wanasikika zaidi, wapo wasanii wetu ambao wanasikika kidogo. Kuna sisi wengine bado kabisa hata kuanza kusikika. Kwa hiyo ni swala la kulifanyia kazi na kupigania kuhakikisha inawezekana, na inawezekana kwa ukubwa kabisa. Ni swala la kutengeneza muziki ambao wenyewe utazungumza, kwa sababu muziki ni vibe. Ikipigwa nyimbo ya Jaiva, Mtoto Kautaka, the way watu wana vibe kumfikia na anapata ile vibe ambayo anataka kuisikia kwenye muziki. Kwa hiyo soko la Nigeria ni sio kwamba ni soko rahisi, ni soko gumu, kwa sababu pia na wenyewe wana wasanii wengi na wenyewe wanalitegemea pia soko lao na soko la nje. Kwa hiyo sio soko ambalo watakupa nafasi tu ya kuingia. Lina namna yake. Wenzetu wana njia nyingi sana za kulinda masoko yao, kwa sababu hii ni biashara ambayo inatimiza ndoto za vijana wao wengi. Kwa hiyo tukishirikiana kwa pamoja tunaweza kutengeneza mikakati ambayo inaweza kuturahisishia sisi kupita au kupenya katika hayo masoko. Wanasema harusi sio ndoa. Ndoa ni yale maisha ambayo mnaishi wewe na mke wako ndani. Jux amefanya harusi kubwa imeenda viral na anaingia sasa ndani ya ndoa, kwa maana kwamba maisha mengine yanafuatia. Wewe umeshaingia ndani ya ndoa na muda mrefu kwenye ndoa na mke wako. Ndio. Neno kwa Priscilla, lakini pia neno pia kwa Jux kuelekea kwenye ndoa, maana harusi tayari tumeshaona. Kikubwa wamshirikishe sana Mungu katika huu muunganiko wao ambao wameanzisha. Unajua kwa namna ambavyo jambo limepokelewa na namna ambavyo limekuwa kubwa, husda lazima zitakuwa ni nyingi, kwa sababu mimi naamini mpaka watu wameweza kushirikiana pamoja kuingia kwenye ndoa ni watu ambao wanapendana sana, kwa sababu Jux amekuwa katika mahusiano kabla, lakini mpaka amefikia hatua ya kuamua sasa naoa, ina maana amekutana na yule ambaye yeye anaona anastahili kuwa mke wake. Kwa hivyo mengine ni baraka zake Mungu, na wakimshirikisha Mungu katika kila jambo lao, mimi naamini watafika mbali sana na utakuwa muunganiko muhimu na mwanzo wa vitu vingine, familia bora, watoto na vitu vingine. Tuna kiongozi wa chuo hapa. Yes. Na tungependa ongee kidogo. Unaweza kukaa hapa. Karibu. Mbele yenu naitwa Joseph Peter Mahondo au MC Joe, ni waziri wa michezo na burudani chuo cha uhasibu TIA. Nipende kusema neno moja kwenye hii chuo kwa chuo na Nenga, tukishirikiana na TIA. Sisi kama wanafunzi wa TIA tumejiandaa kwa vikubwa zaidi, na wanafunzi wana hamasa kubwa sana juu ya tukio hili, yani wanaona kama kunachelewa kukucha. Wamejiandaa vyema kabisa, na nikutoe hofu tu Nenga, ni tamasha ambalo litakuwa kubwa kuwahi kutokea katika vyuo. Naweza nikasema kwamba sisi tunaweza tukawa tunafungua shughuli. Sasa unavyokuwa unafungua shughuli hii lazima iwe kubwa zaidi na itikise. Na kingine ambacho naweza nikakwambia ni kwamba haitawahi kutokea kwenye chuo kingine, na kuahidi. Unaenda vyuo vingine, lakini TIA kwa vibe ambalo limejitokeza sasa hizi, kwa sababu tangu juzi wiki yote hii tulikuwa tunahamasisha hili jambo. Interview nyingi zimefanyika kwa wanafunzi wametoa ushirikiano mkubwa, wana hamasa, wana hamu sana na hili tukio. Kwa hiyo nikuondoe hofu kwenye hili, litakuwa kubwa zaidi.